Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa BG Online TV popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Nakaribisha kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia siku hii ya leo ni kwamba vikosi vya wazalendo ndivyo vyaendelea kudhibiti katika maeneo ya Luhinja, Kaziba kisha mapambano yaliyoripotiwa tarehe 29 Aprili 2025. Tutakuwa pia na habari zisemazo kuwa vitendo vya mauaji ya kutumia silaha vinaendelea kuripotiwa siku hizi ndani ya mji wa Uvira, ambako mwanzoni mwa wiki hii zaidi ya vifo 5 ndivyo vimekwisha kuorozeshwa. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia katika maeneo hayo yaomba viongozi wa usalama kuvalia njuga swala hilo. Tutakuwa pia na habari zisemazo kuwa meya wa mji wa Baraka kwa muda na vitengo vya usalama vimetembelea kwenye bandari ya Mshimbaki ili kupata suluhu kwa mzozo uliokuwa kati ya makundi ya kizalendo kwa kutaka kila kundi kukusanya pesa eneo hilo. Msafara huo umetembelea pa Mshimbaki siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 30 Aprili 2025. Mpendwa mtazamaji, kuna hayo na mengine mengi, naomba tuambatane mwanzo hadi tamati, ila kabla bado tujaendelea na kukumbusha mara tena kusubscribe na baadaye utaweza kusambazia wengine ili nyote kwa pamoja muendelee kupata habari zetu, matukio pamoja na vipindi ambavyo vinakujia moja kwa moja kwenye channel yako hii ya BG Online TV. Wacha sasa tuanze habari zetu hizi na habari za ndani ya mji wa Uvira. Vitendo vya mauaji ya kutumia silaha vinaendelea kuripotiwa siku baada ya siku ndani ya mji wa Uvira, ambako mwanzoni mwa wiki hii ni zaidi ya vifo 5 ndivyo vimekwisha kuorozeshwa. Kwa jambo hilo, mashirika kiraia yaomba viongozi wa usalama kuvalia njuga swala hilo. Katika mazungumzo na mmoja kati ya wanamemba wa mashirika kiraia katika maeneo hayo ya mji wa Uvira na ambaye kutaka jina lake litajwe, ametoa picha halisi hapa namna hali ilivyo ndani ya mji wa Uvira. Kuna umoja mwenye aliuawa jana mkartie Rugenge na mwingine nilikuwa bengine batatu ilikuwa accident mkartie Kimanga. Bale bakartie Kimanga balikuwa bamotare bawili bakirundi ambao habakujulikana. Mmoja anatoka ngambo ya Meri anakuya Mulongwe, mwingine anatoka kama Mulongwe anaenda njia ya Meri, ni barabara ya Kabolimbo. Sasa bote bawili bakagongana, bakapigana teke, bamotare bote bawili bakakufa na abiria umoya akakufa. Balikufa pale pale bote matatu na bote abajazikiwa. Abiria alikuwa soda na wale wa mtari walikuwa bote Barundi, abajazikiwa bote bangaliki wale wa Burundi na wengine mota na ule soda bangaliki bote morgue. Paraporo ya hapo motare wale wa Kirundi ilikuwa acceleration ya vitesse. Unajua kweli Barundi bako na accelere sana barabara, bako na confusion sana ya barabara, bako vraiment ya vitesse ya kabambi sana. Hiyo tunajua, tumeshawaambia na tunayaba tukiaje, kama ni jua mingi, kama ni sanza na bakoroka mkichwa hautaelewa. Lakini pia kuna wajene wawili mamwizi wenye waliuawa mkartie Songo usiku wa kucha leo. Bale wajene balitoka mnamo mzo centrale ya Uvira, na wakati walitoka mzo centrale ya Uvira, unajua kwamba raia iko na boga na kila mtu kuna siveye mwenzake, ndio raia imewakamata na kuwaua. Ndani kulikuwa mna wazalendo wale wa raia akawapiga masase bakakufa. Hiyo ni evenement ilikuwa mkartie Songo ya bamotari, ilikuwa mkartie Kimanga. Ukienda ngambo ya juu jana kuche wa jana, kuna jeune garçon mwenye alipenda kunyang'anya mzalendo bunduki mnamo kartie Rugenge. Sasa ule mzalendo aliona vibaya hali ya ule kijana, ndio alikuwa ajulikana, na ndio ule mzalendo akapiga ule kijana masase mkifua na mkichwa, ule kijana akakufa pale pale. Wenyewe walimzika walikuwa wa Croix Rouge. Hiyo ndio hali ya majeraha na hali ya vifo wa vijana kupitia silaha ambayo wengine vijana wanakamata.
Na alipoulizwa kwa nini visa vya watu kuuawa kwa kupigwa risasi na wakati Uvira ndiyo yenye kuwa ngome ya kijeshi, huyo amerejea mara tena na kueleza yafuatayo. Sikufichi mtangazaji, watu wanakufa wengi katika Uvira. Kuna wamoja wanajulikana na kuna wengine hawajulikani, na wamoja wanajulikana kwa sababu makai iko, lakini wengine kajulikana kwa mwenzako ana mipote yake au juu kwenye wako. Ile iko dina nini? Iko dina na kwanza na mtu yeye peke anadevelope hali mbaya mbele mwenzake. Ya pili, kuna watu walikutaniwa kwa na madossier entre wao kwa wao na wanafanya ma vengeance privé. Mtu anaenda kuambia wazalendo ndio wenyewe wamkatie sheria, ama anaambia watu wabaya nilikuwa na silaha ndio wamkatie sheria, ama yeye mwenyewe anajikamatia mareglement, ama yeye mwenyewe anajikamatia silaha anaregle konte yeye. Ndio hali ambayo tunaishi katika Uvira. Watu waaminiani na tunashirikiana kwa saa na usiku na mchana, na wengi hawalali nyumbani kwao. Mtangazaji, ni kweli kwamba Uvira ndio kwenye piko komanda 33e region militaire, Uvira ndio kwenye piko komanda wa 10e region militaire, Uvira ndio kwenye piko komanda wa secteur Sokola de Sud Kivu. Utaelewa kwamba Uvira ndio kwenye piko koalisio kubwa ya wazalendo. Wazee wetu wa ya kutumba wako hapo, wazee wetu wa Rene Itonga wako hapo, wazee wetu wa Makanaki Kasimbira John wako hapo, wazee wetu wa Kashumba wako hapa, wazee wetu wa Abdul wako hapa na wengine na wengine. Utaelewa kwamba kunaweza kuwa tu kati ya watu, kati ya jeshi, kati ya wazalendo wenye wako na roho mbaya, lakini si wote, na wale kuna roho mbaya ni wadogo sana. Lakini kile tumemani kwamba tunashukuru wazalendo wakubwa ni kwamba wamekataza masasi kulia hofu na wameambia kwamba mtu alinde mwenzake. Ila kuna wamoja wenye wanaweza kuwa kuna nia mbaya kati ya wazalendo wao, kati ya FARDC au kati ya watu katika unajua kwamba Uvira maarme iko. Wacha tuangazie na habari hizi zisemazo kuwa walimu wanaolipwa na serikali wa eneo la jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili, ikiwa wale wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka, wamewataka wazazi kuendelea kubaki na watoto wao manyumbani, kwani wao wataendelea kufundisha watoto kabla baada hawajapewa mishahara yao. Hawa kwa sasa wanadai mishahara ya miezi mitatu, ikiwa mwezi wa pili, wa tatu na ule wa 4. Bobasha Asokolo Pouvoir ni mmoja kati ya viongozi wa mashirika ya utetezi wa haki za walimu, ametaja kuwa wao kama walimu wataendelea kubaki manyumbani hadi pale ambako serikali itakwenda kulipa mishahara yao, na ndipo watakapoambia wazazi kutuma watoto wao. Na kwa sasa shule nyingi za primari na ambazo ni za serikali ndizo zaonekana kuendelea kutekeleza hatua hiyo ya mgomo, huku shule za kisekondari zinaendelea kufundisha watoto kama kawaida. Bobasha Sokolo Pouvoir anaeleza fuatayo. Kao cha leo tulikuwa tuna evaluate greve yetu ilitembea namna gani na tuko wapi na tutafanya nini. Baada ya kufanya ile evaluation tumeenda kuona ya kwamba hakuna chochote kabisa ambacho kimetendeka. Tulikuwa tunazania labda government itatulipa pesa zetu za miezi miwili, hakuna hata kitu kimoja. Hivi tena tunaingia mwezi wa 3, yani tunadai government yetu tulipe pesa za miezi mitatu, na wakati kama government haiyatulipa hizo pesa, walimu wamesema ya kwamba hawatarudia shuleni mpaka wakati government itakapolipa hizo hela. Sisi mahitaji yetu ni kusema ya kwamba government itulipe zile pesa zetu za miezi mitatu, maana tunajua watu watembe wanapata kila mwezi, na wakati wao wanapata kila mwezi na sisi hatupati, yani imekuwa kama vile ametuonelelea makusudi tusipate zile pesa. Atupatie miezi mitatu, kisi wenzetu nao wanaenda kupokea pesa zao kama kawaida. Ujumbe ni kusema ya kwamba sisi tunaambia wazazi watoto wabaki tu nyumbani wakati government itakapoleta pesa, na walimu tena watarudia kumasomo kama kawaida, na tutafanya tena kikao ya kuruhusu walimu waanze makazi zao kama kawaida. Meya wa mji wa Baraka kwa muda na vitengo vya usalama vimetembelea kwenye bandari ya Mshimbaki ili kupata suluhu kwa mzozo uliokuwa kati ya kundi za wazalendo kwa kutaka kila kundi kukusanya pesa eneo hilo. Msafara huo umetembelea hapa Mshimbaki siku ya Ijumaa 5 ya tariki 30 April 2025. Katika mazungumzo na BG Online TV, Bi Emerite Tabisha Mongelwa,
Meya kwa muda wa mji wa Baraka amesema kuwa wameamua kutembelea katika maeneo hayo ya bandari ya Mshimbaki kutokana na vile hali ilivyokuwa kati ya makundi ya wazalendo, kwa kutaka kila kundi kukusanya pesa eneo hilo ambayo inaitwa effort de guerre. Emerite Tabisha amesema kuwa wao kama vile viongozi wa mji wataendelea kufuatilia swala hilo ili liweze kupata ufumbuzi ambao utakaoridhisha pande zote. Ni vema tuwafahamishe kwamba kundi la SNPCC ndilo pekee ambalo lilikuwa likiendelea kutoza pesa katika bandari hiyo ya Mshimbaki, kitu ambacho hakikuweza kupendezwa na makundi mengine 8 na ambayo yaliungana kwa pamoja ili na wao pia waweze kupewa pesa hiyo. Mji wa Baraka kutokana na hali hiyo haikuwa yenye kupendeza. Bi Emerite Tabisha anaeleza afuatayo. Tunatembea kwenye poro ya Mshimbaki nikishindikizwa na kolonele wa FARDC, major wa la police na service ya ANR. Tunakuja kwa hiyo lengo tu ya kutafuta namna gani kutatua mzozo ambao umo kati ya vikundi vya wazalendo kufuatana na mfuko ambao wanagawanya kwa kuishi kidogo kidogo kwa wakati huu ambao wako wanapiga bunduki ambao wanaita effort de guerre. Pesa ambao zinakongolewa kwa kuwasaidia wao wazalendo zinaleta mzozo. Kwa hiyo iliomba tufike kwa kuangalia namna gani tutamaliza mzozo, kwa sababu tumeona wale wengine wazalendo wa makundi zingine wamefanya kambi huku, na hiyo kambi sio kwetu kwa usalama, sio mzuri zaidi, kwa sababu na wengine wakileta huku milio ya masasa inaweza kuwa, na hiyo itakuwa inazofisha zaidi sana usalama wa watu. Tulikuja kwanza kusalimia hii kundi ambayo iko hapa, na pili kujadiliana na vitengo vya serikali ambavyo viko kwenye port. Pia kuangalia usalama wa maboti. Kuna boti 3 hapa ambazo ziko na mizigo. Kuangalia usalama wa maboti, na hiyo mizigo ni kusema mali ya raia ambao sisi serikali tunaanza kutosha kotozo. Kwa hiyo tumeona maboti na tunahakikisha watu ya kwamba vitengo vya serikali viko natumika kazi, wanapakua hiyo maboti. Tumeona wazalendo walikuwa kwa nafasi fulani na koloneli aliacha na wahamisha, anawatia sasa kwa nafasi nyingine fulani ili bandari libakie liko huru sana. Na tumeongea na vitengo vya serikali, basi tunasubiri kutakuwa tena ingine reunion ambao tutaambia watu ikiwa itaenda vizuri namna gani tutawagabulia, watagawanya hizo pesa ambao zinatolewa, wakule kidogo kidogo, mehote wakule pamoja, kwani wengine wanashtuma kwamba ni SNPCC tu yenyewe ndio inakula. Hiyo tu ndio inatufikisha hapa. Ujumbe wangu ni kwamba usalama na amani ni vitu ambavyo sote kila mtu azingatie, atie mchango wake ili jiji la Baraka liwe jiji ambao watu wanakuja wanaburudikia hapa, wanafurahia, wanapumzikia, na pia wanafanya biashara kwa kufanya maendeleo ya jamii na ya jamaa zao kwa hali ambayo inahudumu. Mpendwa mtazamaji, hii ni BG Online TV ambayo unaendelea kusikiliza kwa sasa hivi kupitia simu yako na kwenye runinga yako. Tunakutangazia habari zetu hizi kwa siku ya leo ya tariki mosi Mei 2025 kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila makao makuu ya BG Online TV tupatikana huko Marekani. Tuangazie na habari hizi za kule Kaziba ambako hali ya ripotiwa kuwa tulivu kwa sasa katika kijiji cha Kaziba na Luhinja na kando mwake, kisha mapambano makali yaliyoripotiwa mnamo tarehe 29 Aprili 2025 kati ya makundi ya wazalendo, Warundi na jeshi la taifa FARDC zidi ya waasi wa M23. Mapambano makali yaliripotiwa katika maeneo hayo, haswa pale ambako M23 ilikwenda kushambulia kwenye kambi za jeshi la taifa na wazalendo katika maeneo hayo. Kisha masaa kadhaa M23 iliweza kuripotiwa kudhibiti katika maeneo hayo
ila kwa sasa duru ambazo tumezipata na zenye kuaminika zaeleza kwamba wazalendo ndiyo kwa sasa waendelea kumiliki katika maeneo hayo ya Kaziba pamoja na Ruwenja. Hali kwa sasa yaendelea kuwa tulivu na ambako tayari raia wa eneo hilo waendelea kufanya shughuli zao kama kawaida. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, endelea kuungana nasi ili kuendelea kupata habari nyingi zaidi kutokana na habari za mapambano kwenye shamba tofauti za vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wacha sasa tukamilishe na habari hizi. Mwanabunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa Msenyibwa Apele Janvier amesema ataendelea kuweka malalamiko ya raia wake kwa kipaumbele mpaka mwisho wa muhula wake, kwani yeye ni mtumishi wa raia. Ameyasema hayo katika mahojiano yake na BG Online TV, na ambaye amehakikisha kwamba mitihani ya kitaifa wazazi hawatolipa pesa yoyote. Katika mazungumzo yake na BG Online TV kwenye line ya simu akiwa mjini Kinshasa, mchaguliwa huyo wa tarafa la Fizi mwanabunge Msenyibwa Apele Janvier amepongeza serikali kuu ya Kinshasa kwa kukubali malalamiko yake ya wazazi kutokulipa pesa yote mitihani ya kitaifa ya mwaka huu 2024-2025 licha ya kwamba haikuwa kazi rahisi. Na wapatia kwanza pole ndugu zetu wote wanaopatikana Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri, en particulier Fizi. Unajua Est inapitia magumu mengi, na hiyo magumu imeletwa na vita ambavyo vimetoka Rwanda ikitumikisha hapa nchini kwetu M23 na AFC, na hiyo ilifanya watu wengi wakimbie, imefanya watu wengi wahombe, na imefanya hata ndugu zetu wengi waache shule kwa sababu wazazi wamehomba na hawana namna ya kutafuta kwa sababu ya vita. Mimi kama vile mmoja wa wanabunge, mtumishi wa raia, nilipoona na kusikia jinsi ndugu zetu zaidi les jeunes espoirs du Congo wanaacha masomo na wengine hawana na possibilité tena na uwezo ya kufanya examen d'etat parce que déjà vita imekuja haribu pato la familia, mimi nikasema jambo hili linabidi lizungumzwe katika bunge. Na ilipofika tarehe 11 wa mwezi huu ambao umefika mwisho, mimi mtumishi wao nilisimama nikaambia ndugu zetu, nikaambia kolege wenzangu katikati ya bunge kwamba inabidi bunge liangalie namna gani naweza kusaidia ndugu zetu, au government iangalie namna gani naweza kusaidia ndugu zetu, na tukafanya mambo kama na hayo, watajua kwamba tuko pamoja nao. Hata hivyo, upande mwingine, mbunge huyo wa kitaifa ameshukuru spika wa bunge la taifa pamoja na waziri mkuu ambao wameweza kusikia malalamiko yake, huku akiongeza kuwa ataendelea kujitolea ili kuendelea kutetelea maslahi ya raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Nilievoke question ya wa finalists wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri wapite mtihani wa examen d'etat kwa bure. Kama mdogo wangu mimi aliacha shule kwa sababu ya wazazi hawana kitu, mwenyiko m2e CO au m1er CO, imaginez-vous mwenyiko m6e CO, est-ce que ataweza kufanya mtihani kweli? Nilielewa mambo kama na hayo, na nilishukuru kwa sababu le president wa Assemblée Nationale Mheshimiwa Vika alisema wataangalia namna gani kufanya une intervention humanitaire ambayo mambo kama na hayo yanaweza ikapita. Lakini sikuishia pale, nilienda nikaandika kibarua, nikaenda hacha kwa Premier Ministre, nikamuonesha kwamba magumu kwa sababu ya vita yamekuwa mengi nyumbani Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri. Maisha yamekuwa magumu, bunga imepanda bei, chakula imepanda bei, franga hazitembei, na hata vice gouverneur son excellence Jean-Jacques Lacano alisema katika hotuba yake kwamba aujourd'hui province haiko na pouvoir ya kumobiliser $5,000 mu 2 semaines. Pourquoi? Parce que vite imekuja haribisha yote. Imaginez alors kama province haiko na pouvoir
au na kapasite ya kumobilize hizo franga, situation ya raia yetu iko namna gani? Sio kama unaishi kwa magumu mengi. Nikaivokea hayo, nikaonesha katika barua, na Premier Ministre alitonesha kwamba mambo kama na hayo government inapaswa ijimplike, angalia namna gani itasaidia ndugu zetu ili wafanye mtihani kwa bure, wasije mane. Mimi nashukuru kwa sababu deja nous sommes rassurés que ndugu zetu watafanya mtihani kwa bure. Tuliona makomunike officiel ya province educationnelle Sud Kivu 1, Sud Kivu 2, na tunasema hiyo ni jambo kubwa na inaonesha kwamba government inajali pia wanafunzi kupitia sisi ambao tumetoa malalamiko yetu ili wakubali. Na souhaiter bonne chance kwa wanafunzi wote, na wadenoncer toute tentative ya kila chef d'établissement mwenye iko nalipisha. Sisi tuko pale kufuatilia mambo kama na hayo, kama jinsi tulivyofuatilia ili wapate fursa ya kutumika mtihani bila kulipa. Mtazamaji, hadi hapo hatuna la ziada, bali ni kushukuru wewe kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati wa habari zetu hizi kwa siku ya leo. Usisahau mara tena kusubscribe na kusambazia wengine baadaye, ili nyote kwa pamoja kuendelea kupata habari zetu, matukio pamoja na vipindi vizuri ambavyo vinavyopita kwenye channel yako. Tunakutakia kila laheri na mwanzo mzuri wa mwezi huu wa 5 uwe wenye heri na fanaka kwako. Tunasema bye bye, tukutanane baadaye.